Vietnam ni moja ya nchi zenye sheria kali zaidi dhidi ya madawa ya kulevya. Serikali yake inatekeleza hukumu ya kifo kwa wahalifu wa mihadarati, hasa wale wanaokamatwa na kiasi kikubwa cha heroin, cocaine au dawa nyingine haramu. Hatua hii imezusha mjadala mkubwa duniani kuhusu haki za binadamu, udhibiti wa uhalifu na athari zake kwa jamii au dunia kwa ujumla. Lakini kwa nini Vietnam ina msimamo mkali kiasi hiki? Je, kuna sababu za kiuchumi au kihistoria au kisiasa zinazochochea adhabu hizi kali? Ungana nami katika uchambuzi huu tuangazie mambo mbalimbali yanayochangia hukumu ya kifo kwa wahusika wa mihadarati Vietnam na athari zake kwa jamii na dunia kwa ujumla. Jina langu ni Michael Juma. Ili tupate picha na kuelewa vizuri kwa nini Vietnam inachukua hatua hizi kali, lazima tuzingatie historia ya madawa ya kulevya nchini Vietnam. Vietnam ina historia ndefu ya madawa ya kulevya ambayo yana mizizi yake katika enzi za ukoloni wa Ufaransa, vita vya Vietnam na baadaye biashara haramu inayohusiana na Golden Triangle, eneo maarufu kwa uzalishaji wa mihadarati kusini mashariki mwa Asia. Ni nini maana ya Golden Triangle au Golden Triangle ni nini? Golden Triangle ni jina linalorejelea eneo la milimani ambako mipaka ya Myanmar au Burma, Laos na Thailand hukutana. Ni kama boundary au joint ya mataifa haya matatu: Myanmar, Laos na Thailand. Golden Triangle ni mojawapo ya maeneo makubwa duniani kwa uzalishaji wa mihadarati, hasa opium na heroin. Eneo hili limekuwa kitovu cha biashara ya madawa ya kulevya kwa miongo mingi, likihusisha mtandao wa magengi ya kihalifu, wanamgambo na hata baadhi ya maafisa wa serikali. Eneo hili linaitwa Golden Triangle au kwa Kiswahili tutaliita pembe tatu ya dhahabu kwa sababu ya faida kubwa inayopatikana kutoka kwa biashara ya mihadarati. Hiyo faida inalinganishwa na dhahabu, pembe tatu kuhusishwa na mataifa matatu ambayo yanatengeneza eneo hilo. Kwa muda mrefu limekuwa maarufu kwa uzalishaji wa opium ambayo hutumiwa kutengeneza heroin. Lipo katika sehemu zenye milima na misitu minene, jambo ambalo linafanya iwe vigumu kwa serikali za nchi hizo kudhibiti kilimo cha madawa ya kulevya na biashara haramu. Myanmar ni mzalishaji mkubwa wa opium na heroin, hasa katika jimbo la Shan. Laos ni njia ya kusafirisha madawa, pia maeneo machache ya kilimo cha opium. Thailand ni mzalishaji mkubwa wa opium hapo awali, lakini sasa ni njia ya usafirishaji na soko la ndani. Hizo ndizo sababu ambazo zinafanya mataifa haya matatu kutegemeana na kuunda Golden Triangle. Katika karne ya 19, Waingereza na Wafaransa walihimiza kilimo cha opium katika nchi hizi kwa ajili ya biashara, hasa kwa kuiuza China. Baada ya vita vya kwanza vya opium ambavyo vilifanyika mwaka 1839 hadi mwaka 1842 kati ya Uingereza na Uchina, China ilijaribu kuzuia uingizwaji wa opium kutoka India na kusini mashariki mwa Asia. Hii ilisababisha ongezeko la uzalishaji wa opium katika maeneo ya milimani ya Myanmar, Laos na Thailand ambayo ndio Golden Triangle. Wakati wa vita vya Vietnam mwaka 1955 hadi mwaka 1975, biashara ya heroin iliongezeka zaidi. Wanamgambo wa eneo la Shan nchini Myanmar walitumia fedha za madawa ya kulevya kufadhili vita vyao dhidi ya serikali ya nchi hiyo. Wanajeshi wa Marekani waliokuwepo Vietnam walikumbwa na uraibu wa heroin, huku sehemu kubwa ya mihadarati hiyo ikitokea Golden Triangle ambayo nimekutajia hapo mwanzo. Ni mataifa matatu ambayo ni Myanmar, Laos pamoja na Thailand. Hali hii ilisaidia kuimarisha biashara ya madawa ya kulevya duniani. Katika miaka ya 80, Golden Triangle ilikuwa inazalisha zaidi ya 70% ya heroin duniani. Myanmar iliongoza katika uzalishaji wa opium. Katika miaka ya 90, biashara ya methamphetamine inayojulikana kama yaba huko Thailand ilianza kushamiri zaidi. Vietnam kama nchi haina uzalishaji mkubwa wa madawa ya kulevya, lakini inatumika kama njia muhimu ya usafirishaji wa heroin na methamphetamine kutoka Myanmar na Laos kwenda Uchina na maeneo mengine ya Laos. Sasa, ni uhusiano gani uliopo kati ya Vietnam na Golden Triangle? Kwa sababu sasa Vietnam inaonekana kuathirika zaidi na usambazaji na uzalishaji wa dawa za kulevya ambazo zinatoka kwenye Golden Triangle. Kuna uhusiano gani kati ya Vietnam na Golden Triangle? Kijiografia, Vietnam inapakana na Laos na Uchina, nchi zinazohusiana na mtandao wa mihadarati. Vietnam ina bandari nyingi zinazoweza kutumiwa kusafirisha madawa kwa njia ya bahari,
Vilevile kuna magenge ya kihalifu yenye mizizi Vietnam ambayo hushirikiana na mitandao ya Golden Triangle. Hivyo kufanya kuwe na mahusiano ya siri na haramu kati ya nchi ya Vietnam na Golden Triangle. Kutokana na hali hii, Vietnam imeweka sheria kali sana dhidi ya madawa ya kulevya, ikiwa ni pamoja na hukumu ya kifo kwa wanaokamatwa na kiasi kikubwa cha mihadarati. Serikali ya Myanmar, Laos na Thailand zimejaribu kupunguza biashara ya madawa ya kulevya kwa njia zifuatazo. Myanmar inapambana na wanamgambo wa jimbo la Shan wanaodhibiti biashara ya heroin, huku Laos ikiimarisha sheria za kudhibiti usafirishaji wa madawa ya kulevya, na Thailand ikipunguza kilimo cha opium kwa kuhimiza wakulima kulima mazao mbadala kama kahawa na chai. Hata hivyo, juhudi hizi hazijafanikiwa kikamilifu, kwani biashara ya madawa ya kulevya bado inaendelea kwa kiwango kikubwa sana duniani, na ndiyo kipato ambacho kinawaingizia haya magenge na wahalifu fedha mingi ili kufadhili shughuli zao, na wengine hata kufadhili vita katika nchi ambazo wanatoka kupigana dhidi ya serikali zao. Golden Triangle ni mojawapo ya maeneo makubwa duniani kwa uzalishaji wa madawa ya kulevya, hasa heroin. Vietnam, ingawa si sehemu ya uzalishaji, imeathirika kwa kuwa njia kuu ya usafirishaji wa mihadarati, kwa sababu ambazo nimekutajia hapo, kuwa imepakana na Uchina pamoja na Myanmar, kuwa na bandari ambayo inaweza kuwezesha usafirishaji wa madawa ya kulevya, pamoja na mzunguko wa uhalifu. Kuwa Vietnam ina magenge ya kihalifu mengi zaidi ambayo yana mizizi na yanashirikiana na mitandao ya Golden Triangle, hivyo kusababisha kuathirika kwa kuwa njia kuu ya usafirishaji wa mihadarati hiyo. Serikali ya Vietnam imechukua hatua kali, ikiwa ni pamoja na adhabu ya kifo kwa wanaokamatwa na madawa ya kulevya kwa lengo la kuzuia nchi hiyo kutumiwa kama kituo cha usambazaji. Hata hivyo, vita dhidi ya madawa ya kulevya bado inaendelea, na Golden Triangle bado ni kitovu muhimu cha mihadarati duniani. Wakati Vietnam ilipokuwa chini ya utawala wa Ufaransa kama sehemu ya Indochina ya Kifaransa, biashara ya opium ilikuwa chanzo kikubwa cha mapato kwa wakoloni. Ufaransa ilihimiza kilimo cha opium na kuanzisha mfumo rasmi wa usambazaji wake ili kuongeza mapato ya kikoloni. Katika karne ya 19, Waingereza na Wafaransa waliona opium kama zao la faida kubwa. Waingereza walihimiza matumizi ya opium huko China, jambo lililosababisha vita vya opium ambavyo vilifanyika mwaka 1839 hadi mwaka 1842, tena vikajirudia mwaka 1856 hadi mwaka 1860. Wafaransa baada ya kuchukua Indochina ambayo ni Vietnam, Laos na Cambodia, walihimiza kilimo cha opium ili kupata faida kubwa kupitia ushuru wa serikali. Kwa hivyo, wakoloni walitumia sehemu hii ili kujiingizia mapato, na hivyo walisababisha opium na madawa ya kulevya kama cocaine na heroin kuenea zaidi duniani na kuweza kuathiri raia wa kule Asia. Na hiyo ndio sababu kubwa, kutokana na athari ambazo nchi hizi zilikumbana nayo, nchi hizi zimeweka sheria kali dhidi ya madawa ya kulevya kama heroin, cocaine pamoja na opium. Katika mwaka 1897, gavana wa Indochina Paul Doumer alianzisha French Opium Monopoly, ambayo iliruhusu tu serikali ya Kifaransa kuuza opium kupitia vituo maalum vilivyoitwa opium dens, nyumba za kuvutia wateja wa madawa ya kulevya. Watawala wa Kifaransa walipata mapato makubwa kutoka kwa ushuru wa opium. Tabaka la juu la Kivietnam lilihusishwa na matumizi ya opium, hasa maafisa wa serikali na wasomi, kwa sababu opium ingepatikana tu kwa wale watu ambao walikuwa na fedha. Kwa hivyo tabaka la juu ambao ni high class waliweza kupata access ya kutumia na kuweza kupata opium. Tabaka la chini lilianza kutumia opium kama njia ya kujinasua na umaskini, jambo lililosababisha uraibu mkubwa wa mihadarati. Kwa hivyo, baada ya opium kuwa imeenea mpaka inatumika na watu wa kawaida, raia wa kawaida, kulikuwepo na ongezeko kubwa la uraibu wa opium. Kufikia miaka ya 1920, maelfu ya Wavietnam walikuwa waraibu wa opium, na hili lilidhoofisha nguvu ya kazi ya taifa. Kama tunavyofahamu, ukiwa umeathirika ama wewe ni addict wa madawa ya kulevya, tunafahamu hauwezi kuwa na ile active participation ya majukumu ya taifa. Hivyo, utendakazi wa kazi ya taifa ulishuka nchini Vietnam kutokana na kuwa raia, asilimia kubwa ya raia walikuwa wameathirika na ongezeko la uraibu ambao ulitokana na opium. Licha ya kuwa serikali ya Vietnam ilipokea hasara baada ya raia na wananchi kuwa wameathirika na opium, serikali za kikoloni zilipata hadi asilimia 15 ya mapato yake kutoka kwa biashara ya opium, kumaanisha wao walifaidika, jambo lilifanya isiwe tayari kuikomesha, kwa sababu walikuwa wanajitengenezea mapato makubwa kutokana na uuzaji na usambazaji wa opium. Ilikuwa ndio biashara ambayo ilikuwa inawaingizia kipato kikubwa, kwa hivyo hawakuwa tayari
kusimamisha uzalishaji na usambazaji wa opium na madawa mengine ya kulevya kama cocaine. Baada ya kuwa raia wameathirika na opium, utendakazi wao ukawa umerudi chini katika taifa lao, kulikuwepo na kukosekana kwa maendeleo ya kiuchumi. Nchi ilishindwa kujenga uchumi kwa sababu uchumi kwa asilimia kubwa inategemewa ama inajengwa na raia wake. Kwa hivyo raia wa Kivietnamese wakati huo walikuwa washaathirika na dawa za kulevya ambazo ni opium. Kwa hivyo nchi ilishuhudia kudorora na kufeli kwa uchumi. Badala ya kukuza sekta kama kilimo cha chakula au viwanda, sehemu kubwa ya ardhi ilitumika kwa kilimo cha opium ambacho hakikuchangia maendeleo ya muda mrefu, kwa sababu opium ilikuwa inafaidisha tu wakoloni.